Na mtazamaji, bwana bidada ameamua aje aeleze yote kuhusiana na kile ambacho kimepelekea yeye kwenda kuonyesha makalio. Kwa kifupi ni kwamba ameamua record video kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameiposti na ameelezea kwamba nini ambacho kilitokea, ilikuwaje kuwaje, kumbe idea ilikuwa ni yake. Alisuggesti kwamba kameramani amshuti. Wakati wanashutiwa yeye mwenyewe ndo alisuggesti kwamba kameramani amshuti akiwa anavaa nguo hiyo, yani akiwa amegeuka makalio yanaonekana alafu avae nguo. So huyu ni ex wa Dulvan, anafahamika kwa jina la Mimi Malu, amekuja kuelezea hiyo situation yeye mwenyewe. Maana tumeona DM zimekuwa nyingi, Ammonia anadai kwamba DM zimekuwa nyingi, watu wengi sana wamekuwa wakimsema, wengi wao wakisema kwamba ameshikiwa akili, hana maamuzi sahihi, wengine wakidai kwamba bwana bidada huyu bwana ametumiwa, amelagaiwa na vitu vingine kama hivyo. Sasa yeye mwenyewe amekuja kufunguka kwamba hiyo idea aliitoa yeye mwenyewe. Sijaongea because nilikuwa naona ni kitu cha kawaida, yani kawaida, lakini kilichonileta hapa mbele yenu ni DMs ninazopata. DMs ni za ajabu, sijui hata nisemeje. Mtu anakutumia DM, oh wewe ujiheshimu, sijui just because of a video, alafu kitu ambacho hamjui kuhusu ile video, mimi ndo nilioleta idea. Bosi alikuwa hata ile idea, mimi ndo nimeleta ile idea on board. Yeye mwenyewe aliniambia, are you okay with that? Nikamwambia I'm very fine because sioni chochote kibaya hapo, because tunashoot tu video. Nilitaka kutangaza in a different way. Na hata bosi nilimwambia kuhusu ile idea, that's a really good idea, kama utakuwa comfortable and all that. Nikamwambia I'll be very comfortable. Nikataka kushoot mwenyewe, nikasema jamani tuoneni shooting, nikashoot hivi na hivi na hivi. Tena because ile idea ya mwanzo ilikuwa sio hiyo ambayo mmeiona nyie watazamaji. Because idea ya mwanzo nikiwatumia hapa, ukisema nikipost hiyo idea mtaniambia ninalana. Sasa mtu aniambia kwamba sina heshima wala sina nidhamu kwetu, mtaniambia ninalana, you know. Hiyo video nilopost inaonyesha paji la makalio kwa juu tu, that's it. Sikuonyesha like kusema kwamba kutoka chini, sijui kufanya hivi. Hata ningesema kutoka chini, kuna wangapi wanafanya nanilio matangazo ya chupi bwana, mmeona langu. Na anyway najua kwa nini mmeona, nitawaambia kwa nini mmenotice ile video. Nitawaambia ile video bwana, mmenotice kwa ajili nina rangi nzuri, na rangi nzuri inaangalika, ndio maana mlikuwa roho zinawauma. Kwa nini kaonyesha? Sasa vipako vipo kibao tu. Kwa kama nawe unataka vipako kujionyesha kama mimi, njoo, vipako vipo. So mnanitukana tu, ila losheni hamna. Kuna kazi ya kukia Malu kaonyesha paja, Malu kaonyesha nini, kava chupi ya blue, green, yellow. Haya mambo yote ya nini? Kunifuata game kuniambia mambo ya ajabu. Lakini so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Binti amekuja kuzungumza, lakini pia vile vile kama uja notice ni kwamba hilo pia ni tangazo vile vile la losheni. So binti bwana sasa hivi ameamua kutumia hiyo momentum au kupata hiyo opportunity au hiyo trending ambayo yuko nayo kwa ajili ya kutangaza na kufanya kazi zaidi. Which ni kitu kizuri. Bwana kama watu wanasema unaingiza hela, hilo ni jambo la heri, tusioni kama kuna ubaya. Lakini pia vile vile labda itakuja kumgharimu huko baadaye akiwa na familia, watoto, mume na mambo mengine kibao, au familia, huenda familia yake, wazazi na ndugu, jamaa, marafiki wanaweza kawa wamemind hiki ambacho anakipitia au hiki ambacho anakifanya huko mitandaoni. So it is what it is bwana. Chanzo cha haya yote bwana ni long story, ni story ndefu kweli kweli. Na mtazamaji, kama unavyojua kwamba mahusiano relationship ya Dulvan na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Mimi Malu huko mitandaoni, mahusiano haya bwana yalikuwa chali, yani mahusiano yalivunjika. Na sababu ya kuvunjika bwana ni kwamba kwa mujibu wa huyu Mimi Malu mwenyewe alizungumza na vyombo vya habari, maana tunakumbuka kwamba alifanyaga media tour, akazunguka katika kila media akiwa anaelezea situation ya mahusiano yake, sababu na changamoto ambazo zimetokea. Kwa kifupi ni kwamba huyu Mimi Malu yeye
yeye alielezea kwamba Dulvani bwana, familia yake ilikuwa haimtaki huyu Dulvani kwa sababu alionekana kwamba hayuko serious, kwa sababu hapo awali bwana alikuwa akionekana kwamba akiwa tu anaishi na huyu binti bila maelewano mazuri na familia ya Dulvani na familia ya Mimi Malu. Yani Mimi Malu alizungumza hivyo. Lakini jambo lingine la ajabu kidogo ni kwamba huyu Dulvani bwana, huyu binti kila akipatwa na matatizo, changamoto za hapa na pale kwenye maisha, kwa mfano akiwa anaumwa, moja kwa moja bwana alikuwa anarudi nyumbani. Yani Dulvani alikuwa anamrudisha nyumbani binti iwapo kama akiwa anaumwa na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo pia likaonyesha kwamba huyu kijana hayuko serious. Lakini pia kingine kikubwa zaidi ni kwamba kulikuwa kuna time ambayo huyu Dulvani bwana alikuwa anapitia nyakati ngumu kiuchumi, kiasi kwamba hata chakula nyumbani kulikuwa hakuna. Sasa binti akawa anaenda nyumbani kwao, anachukua mchele, anachukua unga, anapeleka kwa Dulvani kwenda kupika, wanakula, jambo ambalo pia likaleta dosari nyingine katika mahusiano hayo. So mwisho wa siku bwana, ndo hivyo tena, mambo ikabidi haya mahusiano yakawa chembwele bwana, mambo yakawa, ndoa ikawa imeishia hapo, kwa sababu Dulvani alishatangaza kwamba yuko katika harakati za kutaka kumwoa huyu binti. Lakini kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimehappen bwana, ni kwamba ikaonekana kwamba Dulvani hayuko serious, kwa sababu hata katika hizo ametangaza ndoa takriban mara 2, lakini hakuhusisha hata familia ya huyu binti kuonyesha kwamba yeye ana dhamira ya kumwoa binti yao. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hicho ndo kitendo ambacho kilitokea kumuhusu huyu bidada, mpaka mahusiano yake yeye na Dulvani yakawa yameisha. Kwa hiyo Mimi Malu bwana alifanya hiyo media tour, katika almost kila media alikuwa anaenda kuzungumzia hiyo situation, jambo ambalo ikawa inajulikana ndani na nje, kitu ambacho kimetokea kati yake na Dulvani, au Dulvani amefeli wapi. Sasa kitu ambacho kimekuja kutrend, nadhani unaelewa kwamba hivi karibuni binti bwana alipata fan base kutokana na hiyo media tour aliyokuwa anafanya na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba binti alipata fan base ya haraka sana, watu wakawa wanamfuatilia huko mitandaoni, sio kawaida. Lakini at the end of the day bwana, kufuatiliwa huko kumepelekea binti hata akirukaga live huaga anapataga watazamaji takriban 1000 wanamwangalia live. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo binti amekuwa na influence katika mitandao ya kijamii. Ukiachana na influence hiyo bwana, ni kwamba binti ndo hivyo tena, kama nilivyoelezea huko awali, ni kwamba amepata tangazo akaenda kushuti, na alivyoshuti hilo tangazo bwana, ni kwamba alishuti makalio yakiwa wazi. Yani alionyesha makalio katika hilo tangazo, jambo ambalo watu wengi sana wamelizungumzia kwamba ni kama vile mmomonyoko wa maadili, ni kitu ambacho hakijapendeza, ukizingatia kwamba binti ndo kwanza ameingia katika entertainment industry hivi karibuni. Sasa kama ameanza kuingia kwa spidi namna hii, na maana kwamba huko mbeleni bwana anaweza akapoteza kabisa mwelekeo, akapachamwa, akaamua kufanya vitu vya ajabu zaidi. So story ambayo ina make headline huko mitandaoni ni kwamba huyu binti bwana, kitendo cha yeye kwenda kushuti tangazo kwa mara ya kwanza na kuonyesha makalio ni kitu ambacho kiukweli kimewasononesha watu wengi, hususan wadada wengine ambao wapo katika entertainment industry. Tumeona watu wengi sana wametoa maoni yao. Tumemwona Nifa ametoa maoni yake kwamba hajapendezwa na jambo hili. Ametoa mpaka suggestion kwamba inatakiwa huyu binti akae na washauri, apate washauri wazuri wamuelekeze cha kufanya, awe makini kiasi gani, maana ndo anaingia tena kwenye umaarufu. Lakini pia vile vile mwandaaji wa maudhui mitandaoni ambaye anafahamika kwa jina la Miss Mary Kay, naye pia alijitokeza akiwa anamsii binti, lakini pia vile vile amewalaumu watu ambao wamemshawishi binti kuamua kufanya lile tangazo na kuonyesha makalio. Ukachana na Mary Kay, lakini pia vile vile ni kwamba kuna mwanadada mwingine ambaye naye pia ni comedian maarufu kabisa. Huyu pia ni bidada, huyu anakwenda kwa jina la Asma. Huyu Asma naye pia ikabidi aje azungumzie the same thing, akidai kwamba bwana hiki alichokifanya binti bwana sio kizuri, ni bora hata angekuwa kwa Dulvani. Na Asma aliamua kudokeza kwamba binti alikuwa tu anataka wapate umaarufu kwa Dulvani ili aje aonyeshe makalio kwa Watanzania. Aliuliza hivyo Asma, mwanadada ambaye yupo katika entertainment industry kwa muda mrefu, sasa hivi takriban miaka 4 sasa, amekuwa akitrend au amekuwa akifanya kazi zake za uandaaji wa maudhui mitandaoni.
So hivyo ndivyo mambo yalivyo, hivyo ndivyo situation ilivyo. Na hapa bwana, nimepita katika page mbalimbali, tumekutana na comment nyingi kama nilivyoeleza huko awali. Na wewe pia bwana, ukiwa kama mdau na wewe bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hili sakata ambalo sasa hivi hapa linaendelea kutrend huko katika mitandao ya kijamii kuhusiana na huyu bidada baada ya kuamua kushuti tangazo na kuonyesha makalio pamoja na vitu vingine ambavyo vinaendelea kujitokeza kadri ya muda unavyozidi kwenda. Una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.